Hii ni K-News habari. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya napenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na tukio la mauaji lililojitokeza hivi karibuni. Ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya katika uchunguzi wa tukio la mauaji ya aliyekuwa mwanachuo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mzumbe Ndaki ya Mbeya, kitivo cha sheria, aitwaye Shairozi Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21 liko kama hivi ambavyo nataka kueleza. Awali, mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025, baba yake mzazi Dr. Michael Mabula alifika katika kituo kikuu cha polisi Mbeya na kutoa taarifa ya kupotea kwa binti yake aitwaye Shairozi Mabula, ambapo jarada la uchunguzi liliweza kufunguliwa na kuanza ufuatiliaji ili kumpata. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025, majira ya saa 5 za usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya Isyesye jijini Mbeya, ilipokelewa taarifa ya ajali ya moto, ambapo askari walifika katika eneo hilo la tukio na kukuta kibanda kinateketea kwa moto. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa kuna mwili wa mtu mmoja jinsia ya kike unaungua, ambaye kwa wakati huo hakuweza kutambulika. Mwili wa marehemu ulichukuliwa na kuhifadhiwa hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, na baada ya uchunguzi wa kitabibu na kuhusisha ndugu, ilibainika kuwa mwili huo ni wa Shairozi Mabula aliyekuwa anatafutwa baada ya kuripotiwa kupotea. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa kina, ikiwemo uchunguzi wa kisayansi ili kubaini na kutambua mwili wa marehemu na kuwakamata wote waliohusika na mauaji haya. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yeyote mwenye taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa, tunaomba azitoe kwa Jeshi la Polisi. Pia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa rai kwa jamii kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi na kusababisha madhara makubwa kama haya ya mauaji. Ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtuhumiwa mmoja anayeitwa Margaret Jonas Lianda, mkazi wa mtaa wa Mwenge, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wa miaka 15 aitwaye Rehema Sekalengo aliyekuwa akiishi katika mji mdogo wa Mbalizi katika mtaa mmoja unaojulikana kama DDC. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025, huko katika eneo la DDC Mbalizi, kata ya Utengule Usongwe, katika mji mdogo wa Mbalizi, mtoto Rehema Sekalengo mwenye umri wa miaka 15 alikutwa ameuawa nyumbani kwao jikoni, na mwili wake ukiwa umetumbukizwa ndani ya jaba lililokuwa limejaa maji. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya lilianza uchunguzi, na mnamo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 7:30 za mchana, huko katika maeneo ya njia panda ya Viwandani, kata ya Mloo, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, ilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa anadai alitekeleza mauaji hayo, kwani mwaka 2023 alifika DDC Mbalizi akitokea Mbozi mkoani Songwe kwa ajili ya kufanya kazi kwa mama yake mkubwa anayeitwa Judith Emmanuel, ambaye ni mama mzazi wa marehemu, kwa makubaliano kwamba atalipwa shilingi 100,000 kwa kila mwezi, ambapo alifanya kazi kwa muda wa miezi 5 bila kulipwa ujira wake. Kwa hiyo siku ya tukio, mtuhumiwa alifika nyumbani kwa mama huyo ambaye kwa wakati huo hakuwepo na kuanza kuiba vitu vya ndani kama sehemu ya kufidia fedha ambayo hakulipwa awali kama ujira wake. Akiwa anaendelea na kufanya uhalifu huo, mtoto Rehema Sekalengo ambaye kwa sasa ni marehemu alimuona na kumwambia kuwa pindi mama yake atakaporudi atamweleza kuhusiana na tukio hilo analolifanya huyu mhalifu. Kwa hiyo kutokana na kauli hiyo, ndipo mtuhumiwa aliamua kutekeleza mauaji hayo kwa lengo la kupoteza ushahidi. Hii ni K-News habari.